ITV saa moja, na asante sana ukiwa maeneo ya Kondo hapa mkoani Dar es Salaam. Mimi ni Samson Charles. Tuelekee katika taarifa hii. Halmashauri ambazo hazikutoa mikopo ya 10% kwa wanawake, vijana na watu wenye ulemavu mkoani Singida zimetakiwa kutekeleza utoaji wa mikopo hiyo ndani ya siku 10 zijazo, huku onyo kali likitolewa kwa halmashauri ambazo hazijatekeleza agizo hilo, kwa kuwa mikopo hiyo ni muhimu kwa makundi hayo katika kujimarisha na shughuli za kiuchumi. Taarifa ya Mika Ramadhani kutoka Singida inafafanua zaidi. Akizungumza katika kikao kazi cha kamati ya uratibu ya uhakiki wa mikopo ya 10% ngazi ya mkoa, katibu tawala mkoa wa Dr. Fatuma Mganga amesema kuwa kati ya halmashauri 7 ni halmashauri 3 zimeshinda kukamilisha utoaji wa mikopo. Natoa haya maelekezo na kwa mara ya moja na mara ya mwisho. Sio tena haya maelekezo. Kamati ya uratibu ya mkoa, hili nalo la kwenu, tuhakikishe inakuwa, yani haiwezekani leo hii mmoja kuniambia kwamba halmashauri 3 hazijatoa mikopo. Kwa hiyo mwende mkakae mara moja, baada ya 15 nipate taarifa. Mwenyekiti, naomba nipate mrejesho, na yeyote ambaye hajatoa huo mkopo, ni kwa nini hamjafanya hivyo? Kwa nini msichukuliwe hatua za kinidhamu? Kwa sababu hamjatekeleza wajibu wa serikali. Donatila Vedasto ni katibu tawala sehemu ya viwanda, biashara na uwekezaji, ambaye pia ni mwenyekiti wa kamati ya usimamizi wa mikopo ya 10%, amesema lengo la kikao hicho ni kuwezesha makundi hayo kupata mikopo. Makota ambayo imeisha mwezi wa 9, halmashauri 4 zimetoa mikopo, lakini nyingine bado zinaendelea na mchakato. Kwa hiyo tumekuja kusisitizana ili ziweze kukamilisha michakato hiyo ili watu waweze kupata mikopo. Kama mnavyojua sasa hivi tunahitaji kukuza uchumi, hususani kwa vijana waweze kupata ajira. Kwa hiyo tuko imara na tunaweza kuhakikisha vikundi vyote vinasajiliwa, hususani vya vijana, wanawake na uhitaji maalum. Kando ya kikao hicho tukazungumza na wawakilishi wa halmashauri ambazo zimetekeleza utoaji wa mikopo kwa wakati. Na katika robo ya kwanza tumeweza kutoa milioni 100 kwa vikundi vya kina mama, lakini kwa vikundi vya vijana, lakini pia wenye mahitaji maalum. Hizi fedha ni nyingi sana, lakini imani ya Mheshimiwa Dr. Samia kwamba fedha hii imefika katika vikundi hivyo na imeweza kuwasaidia vijana wale. Katika halmashauri ya wilaya ya Mkalama, hali ya utoaji wa mikopo, hapa tunapoongea katika robo ya kwanza, halmashauri ya wilaya Mkalama imeweza kutoa shilingi milioni 160 na 950 kwa vikundi 21. Kikao kazi hicho kimehusisha makatibu tawala wa wilaya, wakuu wa divisheni ya maendeleo ya jamii, waratibu wa madawati ya huduma ndogo za kifedha na mipango ya kunusuru kaya masikini. Nikiripoti kutoka hapa mkoani Singida, mimi ni Mika Ramadhani, EATV. Kwingineko, sekta ya kiraia Zanzibar imepata msukumo mpya baada ya kampuni ya Mix by Yas kushirikiana na jukwaa la NGOs Zanzibar kuandaa mafunzo maalum kwa asasi za kiraia kutoka maeneo mbalimbali ya Unguja na Pemba. Mafunzo hayo yaliyofanyika katika ukumbi wa New Amal Hotel yamelenga kuongeza uelewa wa mashirika juu ya matumizi ya teknolojia katika kuboresha utendaji na usimamizi wa shughuli.